Katika matukio ya kijamii ambayo yameweza kujiri na kama headline katika mitandao ya kijamii, mimi nitakupitisha katika simulizi ya kifo cha msanii Spark. Mama yake mzazi agoma mwanae kuzikwa. Sijajua alichougua. Wasanii wa Bongo Flava wamemtenga. Haya, karibu sana tuangazie hili kwa kina kabisa. Ni mama mzazi wa msanii wa muziki wa Bongo Flava marehemu Spark, ambaye amezungumza pia kwa huzuni kubwa sana, akieleza kwa ufupi maisha ya mwisho ya mwanae kabla ya kufariki dunia. Sasa katika mahojiano ambayo yalifanyika nyumbani kwake, mama huyo alionekana kuguswa sana na tukio hilo, akisema kwamba bado ni vigumu kuamini kwamba mtoto wake hayupo tena duniani. Akizungumza mbele ya waandishi wa habari, mama huyo alisema hakuwahi kupata taarifa yoyote kwamba mwanae alikuwa na matatizo makubwa ya kiafya kabla ya kifo chake. So alieleza kwa Spark alikuwa akiendelea na shughuli zake za kila siku kama kawaida, bila kuonyesha dalili zozote zile za kuumwa ambazo tia hofu kwa familia maybe. Sasa hali hiyo imefanya familia kubaki na wasiwasi mengi yasiyo na majibu kuhusu chanzo halisi cha kifo chake. Sasa mama huyo pia alisitiza kuwa kwa kipindi chote ambacho mwanae alikuwa akiishi hakuwahi kulalamika kuhusu ugonjwa mzito, na anaongeza kuwa kama kungekuwa na dalili zozote, familia ingechukua hatua mapema kuhakikisha kwamba anapata matibabu sahihi. Lakini pia hata hivyo, mambo yalibadilika ghafla na taarifa za kifo chake zilifika kama mshtuko mkubwa kwa familia nzima. Sasa katika kauli yake ambayo iligusa hisia za wengi, mama huyo alisema sijajua alichougua mpaka ameanguka na kufariki, akimaanisha kuwa kifo cha mwanae kilitokea ghafla bila maandalizi yoyote. Maneno hayo yameacha huzuni kubwa sana kwa watu wengi ambao walimsikia, hasa mashabiki pia wa msanii huyo ambao walikuwa wakimfuatilia katika kazi zake za muziki. Aidha, mama huyo alizungumzia pia tabia na maisha ya mwanae, akimtaja kama kijana mwenye heshima, bidii na aliyekuwa akipenda sana muziki. Lakini pia alisema Spark alikuwa na ndoto kubwa sana ya kufika mbali katika tasnia ya burudani, na alikuwa pia akijitahidi kila siku kuboresha kipaji chake. Sasa kwa upande wake, familia ilikuwa ikimuunga sana mkono ili kuhakikisha anafanikiwa katika malengo yake. Watu mbalimbali wameendelea kufika nyumbani hapo kutoa pole kwa familia, huku akionyesha masikitiko yao juu ya kifo cha msanii huyo chipukizi. Baadhi ya watu hao wameeleza kuwa kifo chake ni pigo kubwa sana kwa tasnia ya muziki wa Bongo Flava, hasa kwa kuwa alikuwa bado anaendelea kujijenga na kuonesha dalili za kuwa msanii mkubwa siku zijazo. So kwa ujumla, simulizi ya mama mzazi wa marehemu Spark imeweza kugusa mioyo ya wengi, ikionyesha uchungu wa kumpoteza mtoto katika mazingira ambayo hayakuwa yanaeleweka vizuri. Tukio hili pia linaendelea kuacha maswali mengi kwa familia, marafiki na mashabiki, huku likikumbusha umuhimu wa kuthamini maisha na kuwajali wapendwa wetu kila siku. Lakini kiukweli kifo hichi cha ghafla kwa msanii Spark kimegusa mioyo ya mashabiki. Jambo la kushangaza sasa ni kwamba wasanii wakubwa Bongo Flava kama kina Diamond Platnumz, kina Alikiba, Harmonize, kina Zuchu na wengine kibao, siku ya mazishi msanii huyo hakuna ambaye aliposti kwenye akaunti yake maybe. Jambo ambalo pia limewashangaza wengi, huku akijiuliza kuna shida gani kwa wasanii wa Bongo Flava, au hawapendani, au wanachagua na kubaguana, wanabagua misiba tofauti na wasanii wa Bongo Movie. Mazishi ya Hashim Kambi kulikuwa na ushirikiano mkubwa sana mpaka wameweza kumpumzisha, lakini kwa upande wa Bongo Flava wamemtenga sana Spark. Yani hata wasanii waliosafiri na msiba kwenda mkoani Tanga ni wachache sana. So kiukweli si jambo jema ukiangalia hata namna ambavyo walivyokufa, basi inasikitisha sana. Anyways, roho ya marehemu Spark Mwenyezi Mungu aweze kuipumzisha kwa amani. Tunaendelea kumwombelea pumzike kwa amani kama timu nzima ya Bao Media. Unalipenda kuzungumza pengine kutokana na kifo cha ghafla ambacho kimemkuta msanii huyo? Moja kwa moja endelea kuchangia kupitia maoni, tutaenda kuangazia kwa wakati mwingine. Bye bye.